Naam. Bwana, jambo limefana. Alhamdulillah. Hongereni sana. Shukrani sana. Umejisikiaje kuona mwitikio wa watu wote hawa? Bwana, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwanza, watu wameitika sana. Niwashukuru watu wa Kilwa na Kusini kwa ujumla, watu wametoka maeneo mbalimbali wamekuja hapa. Tulitarajia hivi kwa sababu tunawajua watu wa nyumbani wanapenda sana mpira. Kwa hiyo sisi kwa sababu tupo katika familia tukaamua kuorganize hii mechi. Mwenzangu ni mchezaji, mimi nilicheza katika uwanja huu wakati wa udogo wangu, lakini haikutosha kufika katika level ambaye yeye yupo. Nikaingia katika level nyingine kwa maana ya kuutangaza mpira na utangaza Mungu mwema. Wote tunafanya vizuri katika maeneo yetu. Kwa hiyo tumeunganisha nguvu, tukasema tuwapelekee burudani ya mpira kwa sababu tunawajua watu wa nyumbani na mapenzi na mpira. Kwa hiyo ni hivyo, hamna kikubwa tunachokipata zaidi ya kuletea tu burudani hawa. Na ndio maana unaona uwanja watu wameingia bure. Mtu anakuja kutoka nyumbani, hiari yake. Atoke nyumbani anakuja anaangalia mpira anaondoka zake. Basi. Yeah. Ilikuwa ni ngumu na rahisi kiasi gani kuwapata nyota ambao tumewashuhudia hapa waliocheza ligi kuu na wengine ambao wanaendelea, na pengine mipango iko vipi sasa katika matamasha ambao wanafuata, watu watarajie mambo mazuri zaidi? Of course. Kwanza hiki unachokiona hapo tume organize katika kipindi kifupi sana kusema ukweli. Lakini katika kipindi kifupi hicho tuliwaita wachezaji wengi. Lakini kwa sababu unajua wakati huu kuna matamasha mengine maeneo mengine yanaingiliana. Zanzibar kuna matamasha, Iringa, Morogoro, Mona. Hata nyinyi wenyewe kuwepo hapa ni kutuheshimisha sisi kwa sababu kuna sehemu nyingine pia mngeweza kwenda huko na bado mngepata content nzuri. So tuliorganize, wakawiwa kwa sababu ni friends of us, ni marafiki zetu. Wamewiwa wakaona waje hapa kutusupport. Lakini mwaka jana haikuwa hivi. Mwaka jana mchezaji wa ligi kuu alikuwa ni mmoja tu ambaye ni Abdul Sop mwenyewe. Yes, wakati huo Vincent Bakari yuko championship ambaye leo anakuja hapa ikiwa Geita tayari ishakuwa promoted ligi kuu. Msimu huu tumeleta material ya ligi kuu na championship, na kuna baadhi ya wachezaji na profile kubwa wamechezea katika hizo klabu kubwa akiwemo Makapu, Buswita kacheza Young Africans, Makapu Young Africans, Ninja kacheza Young Africans. Wote tumeleta hapa. Kuna JKT Tanzania hapo uwanjani, kuna Azam FC hapo uwanjani. Kwa hiyo ni hatua gradual kwa sababu ni mtoto anakuwa ametoka kwenye kukaa anakwenda kwenye kutambaa sasa. Kwa hiyo tunatarajia Mungu akipenda msimu ujao kufanya kubwa zaidi hiki tulichokifanya hapa. Mchezo umewakutanisha wachezaji tofauti tofauti, wakiwepo pia vijana kutokea hapa. Pengine ukiwa wewe kama Galibu Mzinga pamoja na Sopu, kuna mipango ambayo tayari umeandaa kwa vijana ambao wana ndoto pengine za kufikia sehemu ambazo watu wanaona ambao siku leo wamecheza nao? Yes, hii ni jukwaa ambalo tunaliweka hapo, tunawaleta watu wa nje, tunachanganya na talents zetu za ndani. Kila kijana mwenye uwezo yuko hapa uwanjani. Yaani kimsingi mlichokiona hapa ni kama cream ya maeneo yote haya ya Kilwa. Masoko tumechukua cream zao, tumeleta hapa, na Ngurukuru tumeleta hapa, Kivinja tumechukua cream, tumezileta hapa, na wale wachezaji ambao wako kwenye breakthrough ndo wanaonesha sasa hivi wanakuwa, tumeleta hapa. Kwa hiyo ukiangalia kuna wachezaji wenye experience, kuna mchezaji hapo kacheza anaitwa Yusuf Mayai, striker hivi mrefu ameingia. Mayai kacheza ligi kuu, ni experienced player. Yaani kimsingi ameshamaliza, sawa? Lakini kuna wachezaji ambao ndo wana breakthrough wanakuja sasa hivi na wenyewe wamecheza hapa. Kwa hiyo tunachanganya wale wa zamani na wa sasa hivi na wa daraja la kati na sisi wenye matumbo pia tunapata nafasi ya kucheza umo. Kwa hiyo nadhani jukwaa hili kualika watu mbalimbali, kuwaita nyinyi pia waandishi wa habari mje hapa, maana yake ni kuwaonesha hawa watu wetu tunawapeleka duniani. Yaani waonesheni watu wetu duniani. Jaribu kwanza mimi nikupongeze kwa hili, lakini pia sijakusikia muda mrefu sana ukigusia huku kwenye upande mwingine wa ligi kuu na ligi tayari imeshatamatika. Kwanza niambie utambulisho wa kocha mpya wa Young Africans. Wengi mtandaoni wanatamani kusikia ukilitamka hili jina. Bwana watu wana shauku ya kumsikia Garibu Mzinga. Vipi bwana tujamsikia? Niliposti jana usiku. Tena nimeposti saa 7 usiku kwa sababu ya stress. Ile jina yule kocha anamjua. Namjua na ile jina lake nalifahamu na wasikia wenyewe natamka, lakini mimi kwa nature yangu nahitaji kufanya mazoezi sana ili kuweza kulitamka. Bahati mbaya imetoka usiku, mimi niko safarini na kuja huku. Kwa hiyo nimeshindwa kufanya mazoezi kwa wakati huu. Kwa hiyo nilifanyia mazoezi kwa sababu lazima, hii ni kazi yangu, lazima uweze kulitamka hilo jina. Kwa sasa hivi hapa siwezi. Tupe hata la kwanza. Jina la kwanza. Jina linatamkwa inabidi wewe kama una pipi kifua hivi mdomoni. Jina linatamkwa ni Mangithi, sawa? Lakini kwenye hiyo ngi unagonga na shaona hapo ndo kwenye mtihani. Hapo ndo kwenye mtihani hapo. Ile kuigonga kata wenyewe wanajua, wenyewe hana shida. Sababu ndo lugha yao.
native speakers, kwa hiyo ina shida, lakini kwa sisi ambao sio lugha yetu ile lazima ufanye mazoezi. Afu yule pale anagonga majina yote mawili, la kwanza na la baba yake, yote unayagonga. Na kitaaluma lazima uyatamke yote. Inabidi uyatamke. Otherwise kwenye professionalism inaruhusiwa kuchagua angle. Yaani yule mchezaji yule kocha ukambandika jina ambalo aliharibu. Hamna binadamu ambaye ana jina moja au mawili. Atakuwa na majina 3 mpaka 4. Lipo jina ambalo linatamkika, chukua hilo linalotamkika. Kwa hiyo inawezekana ikawa anaitwa vile Mangithi labda Mankoba, alafu kuna Alex kwa mfano. Chukua Alex linalotamka ili usipate taabu, inaruhusiwa. Yes. Lakini Garibu, kwa namna ambavyo amemtambulisha huyo kocha, unaona anakwenda kuwasaidia Young Africans kwa msimu ujao? Of course ni kocha mkubwa. Ni fahamu pia. Tupe profile ya kocha kidogo. Bwana, ni kocha mzuri na CV kubwa zaidi ni mafanikio ya Mamelodi Sundowns. Leo Mamelodi Sundowns ni klabu kubwa Afrika, ndio klabu nambari 1 kwenye viwango Afrika, ndio klabu ya juu kwenye squad value, ni klabu ya juu performance wise, ndio bingwa wa Champions League. Amekosa PSL this campaign lakini amebeba Champions League. Yeye katika msimu huu ni sehemu ya hayo mafanikio plus misimu iliyopita hapo nyuma. Yani hapo nyuma Mamelodi hii ya moto ambayo inatikisa Afrika, inasogea semi final, wanacheza finali. Katika hii safari miongoni mwa mentors, watu muhimu kwenye safari hii ni pamoja na huyu coach. So ile experience yake ambayo yuko nayo anaileta ndani ya Young Africans. Sawa, alifundisha klabu nyingine mbalimbali, lakini Mamelodi Sundowns ndio sehemu ambayo amefanikiwa zaidi. Amefanikiwa kwenye level ya South Africa country wise, lakini pia continent wise. Amefanikiwa kwenye Afrika kwa maana kubeba mataji ya Afrika kwa maana ya Super Cup pamoja na EFL tutakumbuka, pamoja na Champions League, na hivyo anaenda kwenye Super Cup mechi nyingine na kucheza wao pamoja na bingwa Confederation ambaye ni USM Algeria. Kwa namna ambavyo umemtazama huyo kocha, pengine ni mwalimu ambaye anapenda kutumia mpira wa aina gani? Okay, ndani ya Mamelodi Sundowns ambako ndo amekaa kwa muda mrefu sana kwenye miaka hivi karibuni, hakuwa kocha mkuu of course kuna kipindi alikuwa anakaimu hiyo nafasi ya kocha mkuu, lakini muda mwingi alikuwa nyuma ya watu wengine. Shona ambao Rulani Mokwena amefanya naye kazi huyu kocha sasa hivi, umeona Cardoso Miguel. Hivyo kwa hiyo ni mtu ambaye amekaa kwa muda mrefu. Sasa tunapozungumzia falsafa manake ni moja. Yaani huwezi kocha mkuu na kocha msaidizi wanatofautiana falsafa. Kwa hiyo ukitaka useme kwamba huyu kocha uchezaji wake uko vipi, iangalie Mamelodi inavyocheza, manake ni falsafa moja na huyu. Na wale wako wengi manake alikuwa yeye, kuna kipindi alikuwa Steve Kompela, alikuwa pamoja na Cardoso ndo kama head coach. Kwa hiyo ni falsafa moja. So inategemea kwa namna gani ambavyo kila alichokivuna ndani ya Mamelodi anakikopi na kukipesti ndani ya Young Africans. Asante.